Na shukrani sana Andreni Kileme kutoka studioni. Leo kwenye mada yetu kuhusu mjadala wa matakwa ya walimu wa JSS, nimeweza kutafutana na katibu wa walimu hawa wa JSS katika kaunti ya Taita Taveta ambaye ni mwalimu Fulgence, ambaye tutakuwa tunazungumza naye akitueleza ni kipi ambacho wanataka, msukumo wao na mbona waamue kwenda ama kutaka kutishia kufanya mgomo katika swala hili zima wanalolalamikia kwa serikali. Asante, jina langu ni Fulgence Mwarongo Mwanyalo aka Mufasa, na ni katibu wa walimu wa sekondari msingi hapa katika kaunti ya Taita Taveta, na vilevile ni mwalimu wa sekondari msingi. Kulingana na swali ambalo nililoulizwa, nafikiri watu wanaofaa kuwajibika zaidi ni serikali, kwa sababu yenyewe ndiyo ambayo inahusika kabisa katika kuhakikisha kwamba mtaala huu unatendeka. Alafu na kwa kiwango fulani pia TSC nayo hatutaiwacha nje, kwa sababu hiyo ndiyo tume ya kuajiri walimu na vile kuwapanga. Kwa hivyo wote wawili wana jukumu la kucheza katika kuhakikisha ya kwamba masuala ya walimu wa JSS yanatatuliwa vizuri jinsi inavyotakikana. Na pengine katika swala hilo, pengine ni hatua gani ya haraka ambayo inapaswa kuchukuliwa? Hatua ambayo sisi walimu wa JSS tunasema, si Taita Taveta bali Kenya nzima, tunasema ya kwamba jambo ambalo sisi tunahitaji ni autonomy ama kujitegemea kwa JSS. Na nikitaka kuongeza tu kidogo, huu mtaala wa CBC ni mtaala ambao tuliusoma katika mataifa mengine, kwa mfano Finland, kwa mfano Netherlands, na vile hapa kwetu Uganda vile. Na ukiangalia vizuri katika haya mataifa yote, hii junior school imejisimamia kivyake, ina wale wasimamizi wake kivyake. Na sisi ndio tunasema kama haya yanafanyika katika yale mataifa ambayo tulienda tukaomba hii CBC, kwa nini hapa Kenya inafanyika tofauti? Kwa sababu matatizo mengi ambayo tunayapitia kama walimu wa JSS yataweza kutatulika iwapo tu tutapata autonomy. Tunasema siri ni autonomy, ili elimu ya JSS ama elimu ya CBC ifanyike vizuri ni autonomy, kila kitu ni autonomy. Kwa hivyo siri ni autonomy peke yake, hakuna kitu kingine. Na unahisi wewe kama mwalimu na kama katibu wa walimu wa JSS ni sawa kugoma? Kugoma si sawa vile, lakini wakati mwingine inatusukuma, kwa sababu labda unaeleza serikali ni hiki kinatakikana. Kama saa hizi tunavyozungumza, serikali haijatupatia sikio. Mimi ninasema hivi, katika elimu washikadau ni watatu. Kwanza kuna serikali, pili kuna wazazi, tatu kuna sisi walimu. Lakini ukiangalia tangu huu mtaala ulipoanza kutumika, walimu hawajahusishwa mahali kokote kule. Watu wanaohusishwa ni wazazi na serikali yenyewe, lakini hatujahusishwa. Sasa hakuna mtu anatusikiliza. Kwa hivyo wakati mwingine inatusukuma ili tuweze kugoma, japokuwa si eti kwamba tunapenda tugome, inatusukuma tugome kwa sababu tunaona ni kupitia kwa migomo tu ndipo ambapo tutaweza kusikilizwa na serikali. Na labda nikiwa namalizia swala hili niseme, mimi kwa maoni yangu naona serikali imepuuza sana walimu wa JSS. Kwa sababu tumekuwa tukiongea tangu mwaka wa 2023, tunapuuzwa. Na ukienda madarasani saizi, nimetembea Taita Taveta, nimekutana na walimu wengine, the teachers are very demoralized. Tunafunza tu tuonekane kwamba tunafunza, lakini kile Kenya ambacho tulitakiwa labda kitaonekana kutokana na CBC hakionekani, because we are demoralized. The government haitusikilizi, wale wasimamizi wako shuleni hawatusikilizi. Kwa hivyo kugoma kunaweza kukasaidia ndio kama hatusikizwi, na nafikiri sasa hii tunapoelekea kilichobaki ni kugoma tu sasa. Lakini kabla hatujafikia hapo, mimi ninaomba serikali itusikilize, ijue ni nini ambacho tunakitaka sisi kama walimu wa JSS. Naam. Asante sana. Na Andreni Kileme, ni maoni yake hayo Fulgence, ambaye ni mwalimu katibu katika kaunti ya Taita Taveta, haswa walimu wa JSS. Naregesha usukani kwako studioni kuendelea na mada yetu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta, kwako studioni.